Na hivi ndivyo mafundisho kwamba tunapotaka kufanya jambo basi lifanye kwa itqan, lifanye kwa kuelewa, kwa basira, kwa uoni. Usifanye ibada kwa kubahatisha kwamba hivi au hivi, bora hivi, ukawa unatumia akili yako. Hakuna ibada hiyo. Unatakiwa ufanye kwa kujua. Lazima ujue hiki kitendo ninachokifanya ni katika wajibati alhaji. Lazima ujue hiki kitendo ambacho nimekifanya ni katika sunna za hija. Hichi kitendo ambacho nimekifanya ni katika nguzo za hija. Usipojua unafanya, ibada yako itakuwa ina matatizo. Natoa mfano, napenda kutoa mfano wa swala kwa sababu ndio ambao tunaswali kila siku. Wewe unajua kwamba kusujudu ni nguzo, si ndio? Miongoni mwa nguzo za swala. Sasa ikiwa wewe ukiulizwa kusujudu ni nguzo, ukawa unasema kusujudu sunna, swala yako ina matatizo, itakuwa haikubaliwi, kwa sababu hujui kwamba kusujudu ni nguzo ama si nguzo. Kwa maana lazima ujue kupambanua baina ya wajibati, kupambanua kwamba baina hii ni sunna, hii ni sunna. Haya ni mambo ya lazima, haya ni mambo ambayo ya lazima au ni nguzo za hija. Ukikosa huna hija, uyajue. Na ndio maana tumewapa watu vitabu, na tunahimiza watu waje na vitabu. Mengi kuelewa huwezi kuyaelewa yote, lakini yale ya msingi ukajua kwamba hii ni nguzo, ukajua haya ni mambo ya wajibu, ukajua kama haya ni baadhi ya mambo ya sunna, ishatosha. Si lazima ujue kitabu kizima, si lazima. Mengine utauliza. Hili ndo mfano wa Kaaba ambao tumeuweka, na pindi hujaji tayari ashahirimia, shapita katika miqati. Baada ya kupita katika miqati, shaingia Maka, utasoma dua ya kuingia msikitini. Bismillah iftahli Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Utaingia kwa mguu wako wa kulia. Allahumma anta salam wa minka salam wa hina tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tusoma maneno hayo baada ya kwamba tayari ushaingia msikitini. Kaaba ndo hili hapo unaliona. Kuna dua pia vile vile ya kuona Kaaba. Utasoma Allahumma zid hadha albayt tashrifan wa takriman wa ta'dhiman wa mahabatan wa birra wa zid mimman sharrafahu man hajjahu aw i'tamarahu ta'dhiman wa tashrifan wa takriman wa birran wa mahabatan. Baada ya kumaliza kusoma dua, sasa utatakiwa kuanza kufanya tawafu. Na tawafu yako utatakiwa uanze katika Hajaril Aswad. Mfano hapa ndo kwenye Hajaril Aswad, sawa? Huku mbele utaashiria, kwa sababu lazima Kaaba iwe aniyasari, upande wako wa kushoto. Na tukasema hikma yake ni nini? Kwa sababu moyo pia uko upande wa kushoto. Na utatakiwa bega lako la upande wa kulia kwa mwanamume aliache wazi wakati anafanya tawafu kwa raundi ngapi? Raundi 3 za mwanzo. Na vile vile mwanamume atatakiwa achangamke katika raundi 3 za mwanzo, aende ile harwala, apige mchaka raundi 3 za mwanzo ikiwa inawezekana, ikiwa hakuna vurugu. Na ukifika hapa katika Hajaril Aswad ndo start point yetu, ndo mwanzo wa kuanza tawafu baina Hajaril Aswad, katika Hajaril Aswad. Na kabla ya kuanza tufahamu kwamba hii ni Hajaril Aswad, si ndio? Huu mlango ambao ni sehemu ambayo inaitwa multazim. Multazim ni baina Hajaril Aswad na mlango. Sehemu hii ndogo hii ambayo imepishana baina Hajaril Aswad na mlango, sehemu hiyo inaitwa multazim. Na sehemu hizi tumesema kwamba ni sehemu ambazo ma'thur, zimepokelewa kwa namna tofauti. Mtume akiomba dua katika sehemu kama hiyo Hajaril Aswad, imepokelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilibusu na akiomba dua hapa. Na baina Hajaril Aswad na mlango kuna nafasi pale, hiyo inaitwa multazim. Pia Mtume ameonekaniwa akifanya hivyo na maswahaba pia wakifanya hivyo. Na vile vile kabla ya Hajaril Aswad, nguzo inayokuja huku nyuma, hii inaitwa Ruknul Yamani, nayo pia vile vile huachwa wazi
katika sehemu ambayo maeneo kama haya huachwa wazi. Hii kabla ya Hajarul Aswad, nguzo hii ya huku inaitwa nayo Ruknul Yamani. Na hii Ruknul Yamani nguzo ambayo nayo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam pokelewa pia akigusa hapa na akiomba dua sehemu kama hiyo ambayo ya Ruknul Yamani. Na nguzo ambazo zilobakia wanasema Shamiyain. Lakini hizo ambazo tumezitaja ndizo ambazo mapokezi ambayo yamepokelewa na nimesuniwa kwenda kugusa sehemu kama hizo. Umefika zako msikitini, unataka kuanza kufanya tawafu, utatakiwa uanze katika Hajarul Aswad. Na alama gani ambayo itakuonyesha uweza kuijua Hajarul Aswad? Watu ni wengi, utaweza kufika maeneo yale ili ukaone kwa macho. Upande wa huku unaona Hajarul Aswad unalivyo hivi, upande wa huku pengine unaona imewiana na nguzo hii. Upande wa huku kumewekwa taa za kijani, green light. Ukiona green light huku na huku ndio uko sawa pamoja na Hajarul Aswad. Sehemu hiyo ukifika ndipo ambapo utaanza tawafu yako. Utaashiria kwa mkono wako wa kulia ukasema bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Taashiria ikiwa huwezi kwenda kubusu, ukiwa huwezi kufika katika Hajarul Aswad, na hilo halitowezekana. Ipo hapa unalielekea huko, bismillah, unageuka bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, unaanza tawafu. Bismillahi Allahu akbar. Kwa mwanamume unachangamka. Naam, twende. Bismillahi Allahu akbar. Kwa mwanamume unachangamka. Hii ya pili, unafika hapa kwenye Hajarul Aswad, bismillahi Allahu akbar. Sunna kuashiria bismillahi Allahu akbar. Tunakwenda tena ya pili, tunakwenda Rabbana, unasoma dua zozote, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Umefika hapa baina Ruknul Yamani na Hajarul Aswad, pia imesuniwa kuleta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Umefika hapa bismillahi Allahu akbar, tunaenda ya tatu. Umefahamiana? Unasoma dua, unaleta adhkari zako, unamwomba Mungu, unaleta shida zako zote, unahudhurisha moyo wako, sawa? Unafika hapa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Unafika katika Hajarul Aswad, bismillahi Allahu akbar. Ya ngapi? Ya tatu. Uwe makini katika kuhesabu idadi. Haya, unaenda ya tatu. Hii kama ya nne, kwa upande wa mwanamume anatakiwa apunguze mwendo na arejeshe bega lake, sawa? Haya, bismillahi Allahu akbar, unaendelea. Unaleta adhkari zako, unamaliza dua zako, unahudhurisha shida zako. Umefika hapa bismillahi Allahu akbar, ya nne, ya tano. Unaleta dua Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Unaendelea, unafika pale unasema bismillah Allahu akbar, unamaliza mpaka unamaliza ngapi? Unamaliza ya saba. Ushamaliza, umefika katika Hajarul Aswad tayari unamaliza. Usije ukamaliza ya saba uko huku Ruknul Yamani, utakuwa hujamaliza mzunguko wako unaomalizia hapa ulipoanza bismillahi Allahu akbar. Umemaliza ya saba. Baina Hajarul Aswad kwa pembeni hivi kuna makamu Ibrahim. Sehemu ya makamu Ibrahim utatakiwa swali sunna. Haiwezekani utaswali nyuma ya makamu Ibrahim kuiangalia ile makamu Ibrahim, ikiwezekana. Haiwezekani utaswali popote, utaswali popote katika msikiti wa haram. Utaswali popote pale ndani, utaswali raka mbili. Baada ya kuswali raka mbili, na raka mbili hizo utasoma kul ya ayyuhal kafirun na kul huwallahu ahad. Utasoma suratul Fatiha, kisha utasoma kul ya kafirun, raka ya kwanza. Raka ya pili utasoma suratul Fatiha, utasoma suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad. Umemaliza hapo, kuna maji ya Zamzam. Utakunywa maji ya Zamzam, utaomba Mungu. Baada ya kumuomba Mungu utajitia maji ya Zamzam. Baada kwamba umepaka maji ya Zamzam, utakuwa umemaliza ibada yako ya tawafu na ushaswali raka mbili na ushakunywa maji ya Zamzam. Utatakiwa kwenda kufanya Safa wal Marwa.
Kwa maana huo ndo mfano ambao wa kufanya tawafu. Nadhani sote tumefahamu na tumeelewa kwa nadharia ya kuona namna ambavyo jinsi gani mtu anatakiwa afanye tawafu.